Na Rais William Ruto ametangaza mpango mkubwa wa mabilioni ya fedha unaolenga kuboresha miundombinu, makazi na mfumo wa elimu jijini Nairobi, akiahidi kulifanya liwe jiji kuu linaloambatana na hadhi yake kama mapito ya Afrika Mashariki. Akiwa katika ziara kwenye eneo bunge la Kibra, Rais alitangaza uwekezaji wa shilingi bilioni 80 kwa ujenzi wa barabara, taa za barabara na kushughulikia taka pamoja na miradi mikubwa ya makazi na ujenzi wa shule. Alisema hatua hizi ni sehemu ya mpango mpana wa kuifanya Nairobi kuwa kisasa na kuboresha maisha ya wakazi wake. Pia nitaongeza pesa. Mpango wa uwekezaji wa shilingi bilioni 80 kwa jiji la Nairobi unalenga kujenga kilomita 260 za barabara, kuweka taa 40,000 barabarani na kuboresha mifumo ya kushughulikia taka. Miradi hii inalenga kuboresha miundombinu na kuipa Nairobi sura ya kisasa. Mimi nawaambia watu wa Nairobi, kufikia mwisho wa mwaka huu, you will have a different city. You will have a city that qualifies to be the capital of the Republic of Kenya, because we have made that commitment. Katika eneo bunge la Kibra, idara ya serikali ya makazi itachukua usukani na kukamilisha mradi uliokwama wa ujenzi wa nyumba 900 za shirika la reli la Kenya. Nyumba hizo zitatolewa kwa wakazi kupitia mpango wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, na pia nyumba nyingine 3,000 zitajengwa katika eneo hilo. Rais William Ruto pia amefungua madarasa mapya katika shule ya msingi ya Joseph Kang'ethe, kituo cha elimu cha Raila na shule ya msingi ya Yanyi. Miradi hii ni sehemu ya mageuzi ya elimu ambapo madarasa 23,000 yamejengwa kote nchini na walimu 100,000 kuajiriwa. Niliwaeleza tutajenga madarasa zaidi. Tumejenga madarasa 23,008 ya Raila Education Center hapa. Mimi leo nakuja ku handover ikiwa imekamilika. So this is part of our greater plan, making sure that every child in the Republic of Kenya has a space to learn and has a teacher to teach. Rais alisema maendeleo yanapaswa kupewa umuhimu, akisisitiza kuwa serikali inalenga kutekeleza miradi inayoboresha maisha ya wananchi kote nchini. Kila kiongozi apimwe na ajenda yake na apimwe na kazi ile amefanya. Mtu hajafanya kazi yoyote asitusumbue. Mtu mwenye hana mpango yoyote awachane na sisi. Mtu mwenye hana maono na sera awache kuhangaisha Wakenya. Sisi tunataka tuende mbele kama Wakenya.